Praise God wenzangu. Nashukuru Mungu ni kwa sababu yenu ya wakati huu ambapo Mungu ametufikisha na ametuwezesha kuonana na nyinyi one on one. Na message yangu masaa hii ama jioni hii ni ya kwamba Mungu akatuondolee pepo la shida. Hakuna kitu kibaya wenzangu kama wakati uko na shida. Pepo ya shida ni pepo mbaya sana. Kwa sababu gani? Pepo ya shida hufanya mtu anadharauliwa. Hufanya mtu anaonekana yeye akiwa bure. Huonekana pepo ya shida wakati unapopatikana watu hawakutambui. Watu hukudharau, watu hukuongelea, watu hukudhihaki. Wenzangu, pepo la shida ni pepo mbaya sana. Kiasi hata watu wakikuona hawaoni umuhimu wako. Hawaoni kuna kitu kizuri kinaweza toka ndani ya moyo wako. Kila wakati wanapokuona, wanaona shida, wanaona mtu wa kuombaomba, wanaona maskini. Wenzangu, wanaona yani ya kwamba umekuwa shida, you are troublemaker. Kuna watu wengine hapa ninapoongea hapa saa hii. Ninapoongea hapa kuna mtu ninaongelea kwa hii message ninasema ya kwamba wakati wako umefika wa Mungu kukuondoa kwenye hiyo aibu ambayo unapitia wakati huu. The Lord has come. The Lord has heard your prayers. The Lord has answered your prayers. Na kwamba umelia kwa muda mrefu kwa sababu ya shida. Umeaibishwa sana kwa muda mrefu. Umetukanwa na watu kwa muda mrefu kwa sababu ya shida. Hata shida inafanya watu wa familia wanakosana. Kwa sababu gani? Ya shida, problems. Ukiwa wakati uko na shida, kwenu hautambuliwi. Hata kwa familia yenu hutambuliwi. Hata kwa mikutano ya nyumbani hawakuiti. Because of trouble. Because ya shida ya kukosa hela, ya kukosa utajiri. Lakini nasema hivi jioni ya leo. Wakati ndio huu. Wakati Mungu anasema wakati ndio huu. Aibu yote ambayo umekuwa ukipitia imefika mwisho. Wakati hata mimi aibu nimepitia imefika mwisho. Mimi unaniona hapa bado ninasemanga ni Mungu. Mahali ambapo nimefika ni Mungu. Sio kawaida. Kuna wakati mimi nilikuwa navaa nguo moja. Sunday to Sunday. Kuna wakati singeweza hata kukomboa nyumba kama hii kulipa. Hata kama naomba Mungu anisaidie. Hii sio level yangu. Ninajua hii sio level yangu. Na yule ambaye my destiny helper. Ninamuitisha kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu najua kuna destiny helpers wa maisha yangu. Kuna destiny helper ambaye Mungu amemuandaa kwa ajili ya maisha yangu. So ninasema hii sio destiny yangu. Kuna wakati na hata nashukuru Mungu ni kwa sababu this is a stepping stone. Kuishi nyumba ya mabati. It's a stepping stone. Lakini it is not my destiny. Hii sio destiny yangu kwa sababu katika maono yangu ninajua kwamba kuna mansion. Kuna mtu ako na mansion yangu. Kuna mtu ako na magari yangu. Kuna mtu ako hapa. Na ako na utajiri wangu. Na kwa hivyo ninaudai kwa jina la Yesu Kristo. Na yeyote ambaye amekalia utajiri wangu. Amekalia mali yangu ambayo imeitanishwa na mimi Martin Muriithi. Na hata pia wewe mtazamaji ni vizuri kuitisha mali yako. Kwa sababu mali yako kuna watu wanaitumia. Yeyote ambaye amechukua nyota ya utajiri wangu. Nyota ya destiny yangu. Ninaikujia by force by fire kwa jina la Yesu Kristo. Kuna watu wengine wanafurahianga watu wengine wakiteseka. Kuna watu wengine wanafurahianga sana wakati watu wengine wanaumia. Ndiposa wanachukua nyota zao. So hakuna kitu mbaya kama shida. It's a demon. Kwa sababu ukiwa na shida haunanga heshima. Wakati uko na shida hauna hata watu hawakutambuangi. Hautambuliki.
But nataka kusema ya kwamba, my dear fellow viewers, my fellow friends, tukataane na roho ya umaskini. Tukataane na roho ya umaskini kabisa katika jina la Yesu Kristo. Umeitwa majina kwa sababu ya umaskini. Watu wakikuona wanakuona omba. Wanakuona ya kwamba wewe you are troublemaker. Kila wakati wakikuona wanafunga milango. Umeaibishwa sana. Umetukanwa sana kwa sababu ya shida. Kwa sababu ukiwa na shida unatukanwa sana. Ukiwa na shida hakuna mtu anakutambuanga. Ukienda kwenye mkutano, hawakuoni kama wewe ni mtu. Wanaona ni kama wewe you are just a skeleton. You are just nothing. You are troublemaker. My dear friends, ni wakati wetu umefika. Tukadai kile kilicho cha kwetu. Kwa sababu ninajua utajiri wako na utajiri wangu uko na watu. Uko mikononi mwa watu. Uko mikononi mwa watu. Kuna watu sahi wanaendesha magari yako. Kuna watu wa sahi wanakaa kwenye nyumba ambayo wewe unafaa kukaa. Lakini unateseka hivi kwa nini? Kwa sababu hujafika mahali ukajielewa ya kwamba uko na haki ya kuitisha mali yako. Itisha mali yako. Mungu ako nayo. Mungu wetu ni tajiri. Itisha mali yako. Wale waliokalia utajiri wako waondolewe na kung'olewa katika jina la Yesu. Wengine wanateseka kwa kazini, wanatumika. Wanatumika vibaya kazini. Wacha nikuambie ukweli, wanateseka, wanatumika vibaya kazini. Kwa sababu ya nini? Kuna watu wamekalia position zao. Kuna watu wamekalia ndoto zao, of which wewe ndio unafaa kukalia. Lakini kwa sababu ya kupumbazwa mawazo, ya kukumbazwa, umefungwa macho hauoni. Watu wengine wanaendelea kufurahia utajiri wako. Watu wengine wanaendelea kukula mali yako wakifurahi na pesa za kwako. Kwa sababu pesa yako na pesa yangu iko na watu. Kwanza kama mtu ako na pesa yangu, sahi hana amani katika jina la Yesu Kristo. Malaika wakampige, wakamuondoe, wakamuue. Mpaka kwanza achilie mali yangu. Katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu mali yetu tunajua maandiko imesema iko na watu. Na ninajua kwamba hakuna mtu Mungu aliumba ateseke. No way. We are rich. We are rich. Wewe ni tajiri mwenzangu. Wacha nikutie moyo kuambia kwamba wewe ni tajiri. Itisha mali yako. Ambia Mungu wakati ndio huu. Yeyote ambaye amekalia position yangu, yeyote ambaye amekalia kiti ambacho wewe unafaa kukalia, your position of work, your position katika mali yako, katika nyumba yako, nyumba ambayo, kwa sababu mimi najua ya kwamba nimeteseka sana kwa sababu ya kupitishwa na watu. Watu wamenitesa sana kwa sababu wengine hawataki kuona ukinawili. Lakini wakati ndio huu, na ninatangaza hadharani ya kwamba wale walikuwa nafikiria ya kwamba mimi nitaisha, ama wewe utaisha, utaenda chini. Wakati ndio huu, Mungu anaenda kukuinua na wao watashuka chini, wapende wasipende. Hakuna wakati wa kuhurumia mapepo siku hizi wenzangu. Hakuna siku ya kufanya wachawi ati na waganga wa kiroho ati wakugandamize. Hapana, pambana, pray for your rights. Ask God for your position.
Even the prodigal son katika Biblia alifika mahali wakiwa kwao akaona I have a right, akaelewa niko na haki ya kuitisha mali yangu. Hata wewe jua ya kwamba Mungu ni baba yetu na ako na mali yetu sisi wote. Ni wewe na mimi tuende tuitishe na tudai katika jina la Yesu Kristo. Na kwanza pia itisha your destiny helpers. Destiny helpers ni mtu, kuna mtu ambaye amearoketiwa kwa sababu ya maisha yako ili akakusaidie, ili akakuinue. Kwa sababu kila mtu Mungu akimleta hapa duniani alimuleta with a destiny helper. Na ile shetani anafanya sana sana ni kuattack our destiny helpers. Kwa sababu gani? Anajua akiwashika, akiwakamata, hata wewe umeisha. Lakini wakati ndio huu, wakati ndio huu, wakati ndio huu. Na Mungu anasema this is the time ya kuturn things upside down. Wale waliokuita tasa watakuita mheshimiwa, wanakuita mama. Wale waliokuita maskini watakuita tajiri, watakupigia saruti wakikuita tajiri. And this is the time. This is the time. Haijalishi umeitwa majina magani, haijalishi umepitishiwa wapi, kwa sababu wengine hata kukula kwao ni shida. Kupata chakula ni shida mezani. Mimi nakumbuka kuna wakati nilikuwa nakula ugali na supu. Nafanyia watu kazi. Nachotea watu maji na mkokoteni. Nachotea watu, na saa hiyo unafanya hivyo vyote upewe ugali na supu. Kuna wakati mimi nakuambia ukweli, kulipa nyumba ya shilingi, kuna wakati nilipata shida. Nikaenda kukaa kwa nyumba kengine ambapo hakuna haja ya stima, hakuna haja ya taa, hakuna mabati moja juu. Na nilikuwa nalipa shilingi 300 mwisho wa mwezi. Sige afford. Mimi unaniona hapa. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu hiyo wakati it is a testimony that now I am telling people that Mungu anaweza kutoa. Hata kama bado sijafikia hatima yangu. Ati sasa niko kwa nyumba, nakaa nyumba nzuri. Nakaa nyumba ina at least, hata kama inakaa kama kanyumba lakini si nyumba, iko angarau, because I'm heading somewhere. Kama sijajenga maisonette, sijapata maisonette yangu, hakuna mahali niaenda. Wale walio kufikiria kwamba mimi nitakufa na mashida, ati nitakufa na ma stress, uongo. The time is now. The time is now to arise and preach the gospel. And to preach the gospel. Sio wakati wa kunyamaza Nigeria. Actually nashukuru Mungu kwa sababu ya wakati huu. Mungu aliniambia nisilalie hii kipawa ya kuhubiri na kuencourage watu. Ya kwamba God have had your prayers to encourage people. Ya kwamba Mungu amefika na amekuja kuwatoa kwenye mashida zao. Kuna wakati nilikuwa naambia Mungu nisaidie nipate simu ambayo ninaweza fikia watu. Kwa sababu kuna neno ambalo Mungu ameweka ndani yangu. Ya kwamba hautalia tena, hautakufa maskini, hautakufa. Mungu amesema hautakufa. Wale ambao waliokumtabiria ya kwamba utakufa maskini, Mungu ameshasema ya kwamba hautakufa maskini, wao ndio watakufa. Waliokurushia mishale ya kukuangamiza, ya mashida, ya mataabu, Mungu amesema ya kwamba he has come to deal with them. Na kile ambacho maadui zako wamenyakua, wanafurahia, wanakula utajiri wako, Mungu anasema ya kwamba anaenda kukirejesha wakati huu katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mwenzangu, usiogope, usitie shaka, jitie moyo. Mungu anasema jitie moyo.
Endelea kumwamini Mungu. Endelea kumwamini Mungu Jehova, kwa sababu wakati ndio huu. Wakati ndio huu wa your prosperity. Wakati uko na shida, watu wanakuona, wanaona you are troublemaker. Unaenda kutembea kwa mtu, maybe kwake amepika vizuri, Mungu amemneemisha, amepika nyama, amepika chakula mzuri, lakini wakati anaposikia hodi, asikia ni wewe, hata anaficha chakula na anakudanganya ati ya kwamba hakuna chakula. Kwa sababu ya nini? Akikuona anaona shida tu. Akikuona anaona shida tu, wenzangu. Akikuona tu anaona trouble. Lakini wakati ndio huu. Wakati ndio huu, wenzangu. Wakati ndio huu, Mungu amekuja. Even you, one this time round, wewe ndio utakuwa unawapea chakula. Wewe ndio utakuwa unawasaidia. Wewe ndio utakuwa sasa wanakuja kuomba msaada kwako. Wewe ndio watakuja kuomba mawaidha kutoka kwako. Because your time is now. Your time is now. Waliofikiria ati ya kwamba watu wamekumaliza, wapokee report. Waambie wapokee report ya kwamba you are going to live. The Lord is saying you are going to live. Unaishi tena. Because the dry bones are coming to alive again. The dry bones in your life are coming back again to you in Jesus' name. Na kile ambacho kilichokufa katika maisha yako, kazi ambayo ilikufa katika maisha yako, wale ambao wamekalia kazi yako, tunawahamisha kwa jina la Yesu Kristo. Sijui ninaongea na nani hapa. Sijui ninazungumza na nani hapa. Lakini ninakutia moyo, ninakwambia kwamba mahali ulipo saa hii, it is not your end. Shida unazopitia saa hii, it is not your end, my friend. It is just a stepping stone. It is just yani ya kupitia tu. But the Lord has come. Mungu ameshatumana. Your destiny helper is coming. Pray for your destiny helpers. Pray for them. Waitisha kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu najua pia kwa hii video kuna destiny helpers wa maono ambayo niko ndani yangu. Iko ndani yangu na Mungu ameweka ndani yangu. Wako hapa na ninawaitisha kwa jina la Yesu Kristo. Whether wakiwa Marekani, wakiwa kwenye England, wakiwa Qatar, wakiwa mahali popote walipo. Kuna watu ninajua kwa ile maono Mungu ameweka ndani yangu. Destiny helpers wako hapa. Kwa sababu one day, one time, nakumbuka Mungu alinionyesha nikiwa nahubiri kwenye church kubwa sana in America. In America. And I know it is coming. Na wakati ndio huu. Hata nimeanza kuandaa mawazo yangu. I am starting now to prepare my mind. Because soon and soon, I am going there. Americans people, I'm coming to preach the gospel, good news to those people who are despised, to those people who are frustrated. I am coming soon. Because the Lord have kept something in me greater. Preaching, and I know I could see people getting healed through me, and I give God glory because of that. Kwa sababu ni kazi Mungu ameweka ndani yangu. Na pia ninajua hii itakuja kutimia. Mungu ameweka ndani yangu ya kwamba nikiwa na very big church na children's home, because I like helping children. And I know hiyo kitu itakuja kutimia. Na itakuja kutimia katika jina la Yesu Kristo. Na yeyote ambaye ameteka nyara hiyo nyota yangu hana amani.
And also you, kile Mungu aliweka ndani yako, ninataka nikutie moyo nikuambia kwamba it is coming to be fulfilled in Jesus name. The purpose of God in your life, it is coming to be fulfilled in the name of Jesus Christ. Na tukiongea hivi nasikia kuna mtu hapa, sijui ni nani, Mungu anaenda kumpatia mamilioni. Sijui ni nani mtazamaji wa hii video. Mungu anaenda kukupatia mabilioni madola katika jina la Yesu Kristo. Very soon. Umeteseka kwa muda mrefu. Umeteseka na umelia sana. Ni kwa sababu ya shida. But the Lord has come. The Lord is telling me to tell you. Usilie tena. Usifadhaike tena. Mungu anakuja kukubadilishia hali. Mungu anakuja kukuondoa kwenye aibu ambayo umewekwa na watu. Majina ambayo umeitwa, it is coming to an end. Kuna mtu anaenda kubarikiwa na madola hapa, na mamilioni katika jina la Yesu Kristo. May you receive it in Jesus name. Sijui ni nani, lakini nasikia ndani ya moyo wangu ya kwamba nikutabiria kwamba zipokee katika jina la Yesu Kristo. Receive it in the name of Jesus Christ. Whether uko America, whether uko Gaddafi, whether uko wapi, may you receive it in Jesus name. Because Mungu ameniambia nikwambie wewe ya kwamba machozi yako imefika mwisho. Kuteseka kwako kumefika mwisho. Kudharauliwa kwako kumefika mwisho. Right now. In the name of Jesus Christ. So ukiwa mahali popote pale, endelea kumshukuru Mungu, kumngojea Mungu na kumtumainia Mungu, kwa sababu wakati wa aibu yako umeisha. Wakati wa kuaibishwa umeisha, mwenzangu. And the Lord has come. And the Lord have heard your prayers. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. So, nashukuru Mungu ni kwa sababu ya hali hii. Usikufe moyo. Usilie tena. Usihuzunike tena. Bali ujue ya kwamba Mungu amekubadilisha. Hata mimi najua ya kwamba wakati wangu wa kuondoka umefika kwenye nyumba hii ya hii mabati. Ninaenda kwa mansion kubwa. Mansion kubwa. Na ninaiona pesa ambayo ninadai, pesa ambazo zinafaa kupata zikakuja kwa jina la Yesu Kristo, za kunipeleka kwa my mansion na katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo wenzangu, nashukuru sana. Mungu akawabariki sana na akawazidishie neema yake. Mnapotazama hii video, Mungu akawabariki. Upako wa Mungu ukawe juu yenu katika jina la Yesu Kristo. I pray my God that you may bless each and every viewer of this video of katika YouTube channel yangu. Katika jina la Yesu Kristo, ninamuombea mtazamaji, ninamuombea msikilizaji na mtazamaji, ya kwamba Mungu Yesu Kristo ukamuondolee shida na mataabu ambayo amepitia kwa muda mrefu. Kuna dada, kuna ndugu hapa ambaye amelia kwa muda mrefu, akikuomba, akikusihi ya kwamba Mungu ukamuondolee aibu, ukamuondolee utasa, ukamuondolee baba, katika jina la Yesu Kristo. Ni asante kwa neno lako ambalo Bwana umenipa. Nimepitisha ujumbe ya kwamba Mungu ya kwamba you are coming to do things upside down. Unaenda kuondolea huyu mama aibu. Unaenda kuondolea huyu ndugu aibu. Unaendelea kuondolea huyu mzee aibu. Katika jina la Yesu Kristo. Mama, ninamuombea asubuhi ya leo. Bwana ukampe kibali. Ukampe pesa. Wanaokulilia juu ya pesa, juu ya kazi zao,
Bwana ukawainua, ukaingilia kati katika jina la Yesu Kristo. Na wale ambao wamekalia position zao, Bwana tunawang'oa katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaombea mtazamaji wa video hii, ukampe promotion katika kazi anayofanya, in the name of Jesus Christ. Bwana, tunajua ya kwamba wewe unaweza yote. Wewe ni kimbilio la maisha yetu wakati tumefika mwisho. Kuna mtazamaji wa video hii ambaye moyo wake unasikia umefika mwisho. Baba, ninakuomba ya kwamba kwa sababu wakati tumefika mwisho, wakati mwanadamu amefika mwisho, huo ndio mwanzo wako Mungu. Baba, ninakuomba tengeneza njia kama vile ulivyotengenezea wana wa Israeli barabara kwenye ziwa kuu. Bwana, huyu mtazamaji amefika mwisho, ameona ya kwamba hakuna tumaini. Baba, ninakusihi, Baba, ninakuomba ya kwamba Yesu Kristo ukamtengenezee njia katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ukapigane na maadui wanaopigana na yeye, ukampigane na wale ambao wanaomdharau katika jina la Yesu Kristo. Baba Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakuinua, ni kwa sababu ya wema wako. Ni asanti, ni kwa sababu Baba utatenda makuu na utatenda mambo ya ajabu katika jina la Yesu Kristo. Baba,